Mwanadamu hakuweza kukombolewa kwa damu ya mnyama, hakuweza kukombolewa kwa sadaka mbalimbali zilizotolewa. Wamefanya mambo mengi, wamesali, wamehangaika huku na kule, lakini haikuonekana sadaka ambayo inaweza kuondoa dhambi iliyotendeka ili mwanadamu asife milele. Na ndiyo maana wakati ulipotimia, Ibrania anatueleza wazi kuwa huyu mama, huyu mwanamke ambaye ni Bikira Maria akaja akatuzalia Bwana wetu Yesu Kristo. Huyu ni Mungu mwana ambaye alikuja kwa wakati wake. Yeye ni wa milele, lakini duniani alikuja kwa wakati wake ili amkomboe mwanadamu kutoka katika dhiki. Na ndio sadaka pekee, ndio sadaka kubwa, na haitarudiwa tena sadaka hiyo, kwa sababu ilifanyika mara moja na basi, na ikatosha kuondoa dhambi za mwanadamu. Swali linakuja kuwa kama mwanadamu alishakombolewa hivyo, kwa nini tunaendelea kutenda dhambi? Kwa nini tunaendelea? Haya ni mahangaiko. Tayari tumeshakombolewa, na kwa sakramenti ambazo tunapokea kama za ubatizo zinaondoa dhambi ya asili, lakini makovu yanakuwepo. Ila kama Agustino anavyotuhimiza na kutusisitiza, Mtakatifu Agustino haipo, anatuambia wazi kuwa Mungu aliyetuumba sisi pasipo sisi, na alimtuma mwanae kutukomboa sisi kutokana na dhambi. Lakini ukombozi wa mtu binafsi mmoja mmoja, kila mmoja wetu anapaswa kuushughulikia. Kwa hiyo ukombozi wa jumla tuliupata kwa kupitia mama yetu Bikira Maria aliyetuzalia Bwana wetu Yesu Kristo. Ukombozi wangu binafsi na wako binafsi, wewe lazima ushughulikie ili uweze kuupata na wewe na uweze kufurahia.